Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaribisheni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya Qalbun Salim, moyo uliokuwa msafi, tukiwa tunaangazia zaidi katika vipindi ambavyo vinahusiana na matendo ya moyo, nafasi ya moyo katika matendo ya viwiliwili, lakini kuna matendo ya moyo ambayo nafasi yake ndiyo kubwa zaidi na ndiyo kwenye hukumu katika matendo tunayoyafanya. Katika moja ya amali za matendo tuliokuwa tumeyagusia mara ya mwisho kabisa ni udhaliliko wako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujiegemeza kwako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujidhalilisha na kuonekana khudhu', kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo hii tunaizungumzia moja katika matendo ya moyo ambayo yanaendana kwa namna fulani na dhulli na khudhu', nayo ni matendo ya kushukuru, ashukuru lillah, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingi tunakuwa tunajisahau, kama vile ambavyo nilivyosema kwamba unapokuwa hauna dhulli, haujinyekei kwa Mwenyezi Mungu, haurudi kwa Mwenyezi Mungu, haujisalimishi kwa Mwenyezi Mungu, basi mara nyingi kibri kinakuja. Lakini pia unapokuwa humshukuru Mwenyezi Mungu, shukurani kwa Mwenyezi Mungu ni zipi? Shukurani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuipokea neema, kwa kuikabilisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapokea neema ambayo umeipata, neema ya aina yoyote. Neema ziko nyingi sana. Mwenyezi Mungu anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mkianza kuzihesabu neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hamwezi kuzimaliza. Hapa ninapozungumza kuna neema nyingi sana. Neema ya macho ambayo wewe leo hii unaniangalia, neema ya mdomo ambayo mimi na ulimi nazungumza kufikisha kwako, neema ya ufundi tofauti ambao mpaka umefikisha hapa tulipo, tunaweza wewe kuniangalia mimi na kuniona moja kwa moja na mimi kukufikishia kupitia vifaa tofauti tofauti. Neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi sana. Hapo ulipo wewe, ukianza kuangalia pembeni ulipo, ukiwa umekaa nyumbani, unavuta hewa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bure kabisa. Ukiwa kama umekaa chumbani kwako ukiwa na amani, ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa neema za Mwenyezi Mungu ni kubwa sana na ni nyingi sana, hatuwezi kuzikamilisha au hatuwezi kuziadi. Lakini neema kubwa kabisa ni neematul Islam. Neematul Islam. Na hii ndiyo neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Atmamtu alaykum ni'mati, nimewakamilishia neema yangu mimi leo. Mwenyezi Mungu anakutajieni wa raditu lakumul islam dina, nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini. Hii ndiyo neema kubwa ambayo kwanza kabisa tunatakiwa sisi tuishukuru kwa Mwenyezi Mungu. Tuifananishe ujio wa neema hii, ujio wa Uislamu kwetu sisi, Uislamu kutufikia sisi, basi tuseme alhamdulillahi ala ni'matil islam. Na kushukuru kama nilivyosema, kwa maana kwamba ni kuyarudisha thana, kusifia vile ambavyo unavyo, kusifia kwamba vimepatikana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunapoambiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu, shukurani ya kwanza ni thana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumsifia Mwenyezi Mungu. Yeye ndiyo ambaye ametupa hizi neema, yani kutambua kwamba aliyetupa neema ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni aina moja ya shukurani. Lakini aina ya pili ya shukurani ni kuzifanyia kazi zile neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Amekupa ulimi wewe, basi katika moja ya shukurani ya Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ule ulimi wako ni kutaja dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana umetumia ile neema aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumtaja yeye. Hii ni moja ya aina ya shukrani ambazo tunatakiwa tuzifanye. Sio shukrani tu kwa maana kwamba kusema alhamdulillah, lakini shukrani pia kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsifia, kama wanavyosema rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillahi ala kulli hal. Haya yote kwa maana kwamba hamdan, kuzipeleka kwa Mwenyezi Mungu. Na hizi si kwa maana kwamba kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kunapingana na kuwashukuru viumbe wake. Hapana. Usipomshukuru yule ambaye kwako wewe imepitia ile neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bado Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemaje? Man sanaa ilaykum ma'rufan fakafiuhu fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu hatta raaitum annakum qad kafatumuhu, kwamba kumlipa mtu ambaye imepitia neema kwake kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumshukuru huku hakukinzani, lakini neema asli imetoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini kwa kupitia kwake yule mtu naye anahitaji shukrani zake. Lakini kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo tunaonyeshwa kwamba unapokuwa unafanya shukrani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, moja ni sababu za dawamu neema. Unapotoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni moja ya sababu ya kudumu zile neema ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekupa. Na hili si tu kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hata leo katika jamii zetu, mtu anayekufanyia wema, anayekusaidia, ukaenda ukamwambia na kushukuru, ukaenda ukamsifia, ukampa thanaa zake, umefanya mambo makubwa, umefanya hivi na hivi na hivi, unavyofikiria wewe huyu mtu kesho keshokutwa atafanyaje kwako? Wanasema anayeshukuru huongezewa, anayeshukuru huongezewa. Hata kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, unakuwa wewe ukifanya shukurani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwanza anakulindia ile neema, inakuwa haiondoki. Na tunaambiwa kila siku, tunaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujilinde anzawali neema, neema isije ikaondoka. Lakini shukurani pia Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema si tu kuilinda ile neema, la in shakartum la azidannakum, taadhana rabbukum wa idh taadhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, mkijaribu kunishukuru katika yale ambayo nimewafanyia, basi nitawazidishia. Kwa kawaida, wa in kafartum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Angalia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaonyesha kwamba mkinishukuru nitawazidishia, na mkinikufuru, kwa maana kwamba mkawa hamjainasibisha, hamjairudisha hii neema mliyopata kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema wala in kafartum inna adhabi la shadid, adhabu yangu ni kubwa. Na moja ya adhabu ambazo zinazokuwa zinawakuta watu ambao hawaleti shukurani ni kuondoshwa kwa ile shukurani, ni kuondoshwa kwa ile shukurani, kwa sababu washafanya kufru bin ni'ma. Wadaraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Angalia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatupa picha ya kijiji ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alikuwa amekipa amani. Daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna, kimetulia. Riziki yake ilikuwaje? Atiha rizquha raghadan, inakuja riziki nyingi, min kulli makan, kama ni riziki fil ardh, riziki fis samaa, riziki kadha, zinakuja katika kile kijiji. Lakini walichokifanya kitu gani? Fakafarat bi an'amillah, wakakufuru neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kufuranu neema mojawapo ni kuto kushukuru, kuto kuionyesha kwamba hii thanaa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini pia kuitumia vibaya. Neema imekuja ukawa unaitumia vibaya, yote haya ina adamu shukr. Umepewa leo riziki, katika kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuna kumshukuru kwa maneno yako, sema alhamdulillah, kuna kumshukuru kwa vitendo vyako, kwa maana ya kwamba ile riziki unaitumia katika njia za halali, nazo hauifanyii ifsadi. Sasa ukiingia ukaifanyia ifsadi na fasadi, inakuwa fakafarat bi an'amillah. Mwisho wake ni nini? Faadhaqaha Allahu libasa aljui wal khawf. Mungu sasa pale anawaonjesha, anawavalisha, kwa maana linakuwa linawanata, hawawezi
kuwa mbali na nini? Na njaa na hofu. Na mara nyingi njaa ikiingia, ndugu zangu, hofu inatawala, kwa sababu panapokuwa na njaa, mara nyingi watu hawajui ni njia gani za kuweza kuiondoa ile njaa, zaidi ya kuingia katika kuporaji, zaidi ya kuja kufanya ufisadi, zaidi ya kuwadhulumu watu. Kwa hiyo inapoingia njaa, na vile vile na amani inaondoka. Lakini yote haya yanatokana na nini? Kwa sababu ya kukufuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nani anayestahiki kushukuriwa? Moja katika njia za shukurani ambazo tunakuwa tunazikosea ni kuinasibisha neema na mtu mwingine. Umepata neema, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unasema hii riziki, kama sio kwenda kwa fulani, kama sio fulani kunifanyia kitu fulani na kunichanganyia na kitu hichi, mimi hii riziki nisingeipata. Unanasibisha ile neema na asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manil mu'ti? Nani ambaye anatoa hii neema? Nani ambaye anakushushia hizi rehma? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama tutakuwa tunaendelea kufanya shukurani kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ibada ya shukurani ni khasatan kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hana mwingine. Angalau tunasema kwamba huenda kuna watu wakawa wanachangia hawa na shukurani zao kwa sababu ni sababu ya wewe kuipata ile, lakini mtoaji mwenyewe kabisa wa hii neema, mtu ambaye anastahiki kupewa shukurani lillahi kabisa, basi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuha alladhina amanu la yartadid ahadun an dini, kwamba yani asije mtu akatoka katika dini yake. Ukitoka katika dini kuna maana nyingi sana. Mojawapo ni kunasibisha hizi neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtu mwingine, kwa kitu chengine ambacho hakihusiani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuzilinde neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya shukurani, na shukurani hii inafanyika kwa kuzinasibisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia na kujaribu kuzidumisha na kujaribu kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azilinde. Shukuru neema ni kitu cha muhimu sana, ili tuweze tuingie katika ile ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la in shakartum la azidannakum. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzidishie na atujalie tuwe tunaegemeza shukurani hizi kwake yeye peke yake na si kwa mwingine. Adama Allahu hadhihi an-ni'ma wa shukr. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.